Kwa ubora wa Simba mimi naamini kwenda kupata ushindi. Kwa aina ya mechi naamini ni mechi ngumu kweli, kwa sababu TRA wametengeneza kitabia cha kukamia timu kubwa kwa sasa, na kuna wakati kitabia cha mpira kinawafanya watu wanakuwa wako strong. Mpira ni mchezo, ukimwandaa mtu kwa vitu viwili anacheza, utayari wa akili na mwili. Hata ule mara kwa mara kuwa wanapata sare na hizi timu, si umenielewa wanaonyesha na wao hivi na vile, huwa inawapa hamasa. Lakini sasa sio kwa mlango wa Simba hii ambao unaiona saa hizi, kusema kweli. Ukiona matokeo yoyote tofauti na Simba kushinda, Mwenyezi Mungu tu ametaka. Hapo siwezi kupaingilia kwa sababu ni katika mamlaka na haki yake. Chobwedo anapambana. Umenielewa vizuri? Sasa mtu anayepambana, kusema kweli, kuna muda atatajwa kwa sababu ya mapambano yake na hivi. Isipokuwa ukweli uliokuwepo kwamba aongeze jitihada. Nadhani hawa watu wawili wanawezekana wakaja baadaye wakamchukua. Ila mpira una nyota. Mimi naona watoto wengi wana viwango zaidi ya Chobwedo. Jina lake limeamua kwenda mbele. Na kuna muda jina linatajwa. Nitakukumbusha kuna kipindi Mzamiru Yasini akiwa on fire pale Simba, sijawahi kusikia anatajwa. Sijawahi. Lakini siku akikosekana uwanjani mtu ndo anasema kumbe leo Mzamiru Yasini. Jina la Chobwedo kwa sasa limekuwa ni jina ambalo limeamka kusema kweli. Tugusie kidogo mchezo wa leo TRA United dhidi ya Simba, mchezo wa robo finali ya FA. Kwanza TRA sio timu nyepesi, kwa sababu kama Azam naye anatafuta kisingizio, anapigwa 4 na TRA afa wanaambia watu mimi nilipuliziwa dawa. Sio rahisi. Mimi nadhani Azam watasema mechi yao na Yanga walipuliziwa dawa, wameridhika kwa sababu wamefungwa na baba yao. Kuja kubondwa gongo 4 na TRA, basi ni timu bora miongoni mwa timu bora. Isipokuwa kwa sasa Tanzania hakuna timu bora kuliko Simba kwa mujibu wa BMT. Sio maneno yangu. Kwa mujibu wa Baraza la Michezo Tanzania, timu bora ya kiume ni nani? Simba. Basi haiwi tabu sana. Hata jana nimeangalia mechi kati ya Ndala Mbovu na JKT. Kaona tu uzembe wa kawaida wa bahati mbaya, na filimbi ya Kayoko haikuwa salama. Kuna baadhi ya matukio. Ipo tukio moja niliona hata yellow card ya kutoa lile, ukimkuta refa mzuri unachukua hata umeme, na kulikuwa na vitu vingi vya kijinga jinga. Ndio mchezo wa mpira ulivyo, lazima ujinga uwepo ili mpira ufanyaje, uchezwe. Sina shida, isipokuwa kwa ubora wa Simba mimi naamini kwenda kupata ushindi. Kwa aina ya mechi naamini ni mechi ngumu kweli, kwa sababu TRA wametengeneza kitabia cha kukamia timu kubwa kwa sasa, na kuna wakati kitabia cha mpira kinawafanya watu wanakuwa wako strong. Mpira ni mchezo, ukimwandaa mtu kwa vitu viwili anacheza, utayari wa akili na mwili. Hata ule mara kwa mara kuwa wanapata sare na hizi timu, si umenielewa wanaonyesha na wao hivi na vile, huwa inawapa hamasa. Lakini sasa sio kwa mlango wa Simba hii ambao unaiona saa hizi, kusema kweli. Ukiona matokeo yoyote tofauti na Simba kushinda, Mwenyezi Mungu tu ametaka. Hapo siwezi kupaingilia kwa sababu ni katika mamlaka na haki yake. Lakini kwa maana ya weka mpira chini tukacheze, TRA wasubiri kuangalia, kwa sababu kina Aura nadhani wako on fire, wanasubiri mechi, na kuelekea mechi hatuna majeruhi. Hata kina Abdurazaki Hamza tutoe taarifa, wako mazoezini kwa sasa, shaanza kuwa strong na jana nimemuona. Kwa hiyo Simba inakwenda kuwa imara kweli, na mimi nilidhani atatukimbia jana, kumbe bado anapenda. Umeelewa? Na sisi tutafanya jitihada, kwa sababu mnyonge wetu tumemuona naye katangulia. Kwa sasa sisi mnyonge wetu ni Yanga. Mechi zote ngumu kwetu, lakini sio kwa Yanga. Zote ngumu, lakini sio kwa Yanga. Kwa hiyo tumeona mnyonge wetu ameenda, sisi tutafanya jitihada kubwa leo, tusonge mbele tukakutana na mnyonge wetu, na tunaomba TFF, hatutaki chochote hapa nusu finali, ili tubonde kabisa, ajijue ayu moyo wa finali, atupe kombe letu. Ndio ombi langu mimi, kama wananisikia TFF. Sasa hizi hamna timu zote hatuziwezi, nieleweke. Ni ngumu kwetu, lakini sio Yanga. Yanga ni timu ambayo tutacheza hata shida hatuna. Tunajua swala la muda, tutaenda kumfunga dakika 70, 80 au tumbonde mapema au tufanyeje. Hivyo vyote itakavyokuwa. Mnyonge ametangulia na sisi leo tunataka tutangulie. Na nimemsikia jana mwalimu wa viwango Steve Baka amesema TRA wasitegemee kuona mpira ule. Leo anaenda kupigwa sambusa hawajai kucheza pale Sheikh Amri Abedi. Asitegemee, anasema wasitegemee TRA kwenda kuona mpira wa Sheikh Amri Abedi. Leo anaenda kupigwa mpira mwingine kabisa. Yaani mpira mwingine kabisa, wanaweza wakaomba mpira uishe dakika 45 kama Mungu atapenda. Naam. Bana tuombe muda. Saa 12:30. Mechi ni 12:30 kama sikosei. Saa 1.
12:30 nimeona katika ratiba. Mimi kila siku lazima niwapitie Simba kuwauliza. Safe Simba wewe. Naam. Jina linaakisi. Yes, miongoni umegusia jambo la kutokuwa na majeruhi. Shomari Salum Kapombe nahodha huyu. Amerejea. Na nakusudia nimetazama jana katika akaunti ya Simba nimewaona wote wapo. Kwa hiyo katika hili nashukuru sana kwanza kuona wachezaji wangu wote wapo, na unapokuwa na kikosi kimekamilika maana yake unajihakikishia kupata ushindi. Kwa mchezo wa mpira kukosa ushindi wakati una kikosi bora ni swala la bahati mbaya. Ukipata ushindi ukiwa na kikosi bora ni kanuni, kwa sababu kitaamua mchezo wenyewe, utaamuliwa na ubora wa timu ambayo unayo. Kwa mantiki hii mimi namuomba tu Mwenyezi Mungu atupe pumzi, tufikie muda, umenielewa vizuri twende tukamalize mechi ili tuone kama TFF watakuwa wasikivu, wafanye hilo ambalo nimeliomba mimi hapa. Nimeomba kwa niaba ya Simba kwa sababu hofu yetu, na sisi tukisogea mbele wakituweka tofauti Mwamba anaweza akatukimbia, na sisi hatujajipanga kukimbiwa kwa sasa. Tunaamnaye kusema kweli, mara moja kwenye 3 tulizompata, moja refa kabeba, moja wametokea wenyewe kwa pani, asi hatujaridhika kwa hilo. Tumgusie kidogo Ramadhan Chobwedo ambaye mara nyingi zinapokaribia mechi kubwa kama hizi huwa hatoki midomoni mwa wapenda soka Tanzania kutokana na kile ambacho anakionyesha. Chobwedo anapambana, umenielewa vizuri. Sasa mtu anayepambana kusema kweli, kuna muda atatajwa kwa sababu ya mapambano yake na hivi, isipokuwa ukweli uliokuwepo kwamba aongeze jitihada. Nadhani hawa watu wawili wanawezekana wakaja baadaye wakamchukua, ila mpira una nyota. Mimi naona watoto wengi wana viwango zaidi ya Chobwedo, jina lake limeamua kwenda mbele, na kuna muda jina linatajwa. Nitakukumbusha kuna kipindi Mzamiru Yasini akiwa on fire pale Simba, sijawahi kusikia anatajwa, sijawahi, lakini siku akikosekana uwanjani mtu ndo anasema kumbe leo Mzamiru Yasini. Jina la Chobwedo kwa sasa limekuwa ni jina ambalo limeamka kusema kweli, na inaletwa na jitihada. Unajua mchezaji bwana, kuna wakati kutajwa ni jitihada zake. Chobwedo ana jitihada za kutosha, ni mchezaji mzuri, huwezi kumbeza, sawa. Lakini yote kwa yote, leo Chobwedo ajue kwamba yuko na walimu wa mpira na tutamfundisha, kwa sababu upande wake kuna vijana Kibabage na Anthony Mligo. Atawaeleza kwanza, kama kijana Kibabage ndo useme kabisa, ataeleza anakimbiaga vipi, si ana mbio yule. Kibabage ana roho mbaya, wewe kamuulize Maxim Pia Zingeri ama mpaka namba akasema mimi huko hapana. Huyu mtoto akaenda Pakome akaondoka, yani kukaya kule hakuna mtu anacheza peke yake, wote wamerundikana upande wa mtu mzima huko. Nielewa vizuri kwamba twendeni hasa labda tukamuulize maswali kidogo mheshimiwa Shomari Kapombe, lakini kule walikimbia. Hasa na yeye Chobwedo ajue ataama leo, atatafuta sehemu ya kwenda kukaa. Ila yote kwa yote, mimi imani yangu kwa ubora wa Simba na mwalimu aliye naye na utayari wa kikosi tunaenda kupata ushindi. Nikushukuru sana. Asante sana Abdallah kwa muda wako.